katika miaka mitano inayokuja, kuanzia mwaka wa fedha huu, Mheshimiwa Rais ameelekeza tutakwenda kuongeza fedha kwenye ile fedha ya mafungu ya vijana, wanawake na makundi maalum. Tutaenda kuongeza fedha nyingine kwa ajili ya miundombinu. Fedha hiyo itatumika kupata maeneo na itatumika kujenga maeneo hayo kwa ajili ya kufanyia hizi shughuli. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hii hoja tumeipokea, na mimi nitaendelea kukutana pia na viongozi wenu hao ili niyapokee hayo. Mkishapata yale maeneo, mkiona mnakwama, ofisi yangu iko wazi, ofisi ya Mheshimiwa iko wazi, ya Mheshimiwa Rais iko wazi, na mimi ndo wamenituma kusimamia hizi shughuli. Njooni mkoa wote unakotoka, lete hayo mapendekezo, tena nitakurudishia na nauli, nitakupatia na ya kurudia. Ni lazima tupate maeneo yenye hadhi ya kufanyia hizi shughuli. Hatutaweza kupiga vita umaskini na tukashinda kama hatutapata kazi kwa ajili ya watu wetu. Kazi ndio kipimo cha utu. Kwa hiyo tutaifanya, na waheshimiwa mawaziri wa sekta zote hizi ambazo zinahusika wapo hapa. Hilo jambo tutalifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya. Na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI waelekeze, na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, wote mko hapa, na Mheshimiwa Waziri wa Vijana mko hapa, waelekezeni maafisa wenu wanaosimamia masoko yanapojengwa. Nilitoa maelekezo haya Dodoma na narudia tena hapa. Upo utaratibu, serikali inatumia gharama kujenga maeneo kwa ajili ya bodaboda, machinga, mamalishi. Wanatokea baadhi ya watumishi wa serikali wasio waaminifu, wanawahi wanaenda wanakuapua yale maeneo, alafu wao ndo wanaanza kuwapangishia wale ambao walikuwa wamelenga. Hili si kusudi la serikali, na nilielekeza kila eneo chunguzi zifanyike. Kama yuko afisa wa serikali alienda akakuapua, na ndio akaanza yeye kukusanya fedha, na yeye ndio kawapangishia wale wanaofanya biashara, na yeye kaongeza bei ambayo si serikali iliyokuwa imepanga. Haya ni makosa ya kimaadili, watu wa aina hiyo wachukuliwe hatua. Fuatilieni kote, na kwenye maeneo mengine tunayotenga na tunayojenga kwa ajili mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara hawa ndogo ndogo na makundi haya tulionayo hapa, yafanye kazi zile ambazo maeneo hayo yalikusudiwa. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi katika maeneo yaliyopo na yale ambayo tutayajenga. Lakini pia tulipitisha sheria inayotaka kazi inazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka mpaka sheria. Nilishaisema na leo Mheshimiwa Waziri upo, pelekeni operation kote kule. Maeneo ambako biashara zinaweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka sheria, itekelezeni sheria hiyo. Tekelezeni sheria hiyo. Wala msipate shida, kila mtu anakwao, wala sio ubaguzi. Mungu alitupa nchi hii, ni Tanzania ni ya Watanzania, Afrika ni ya Waafrika. Kwa hiyo huu wala sio ubaguzi. Na wale watakaofanya shughuli hapa kwetu wafuate taratibu na sheria tulizoziweka. Kwa hiyo hii serikali tumepokea hoja hiyo na tutaitekeleza, na sheria tulishapitisha. Lakini lingine ambalo mmeliongea linalohusiana na mikopo, ili nimezipokea hizi changamoto, na tumemsikia afisa wa NMB, na tumepokea pendekezo la mabenki mengine. Nitakaa na hizi taasisi za kifedha pamoja na wizara hizi husika pamoja na Wizara ya Fedha, na lenyewe ili tukishalichakata tukapitia hizi changamoto mnazozipitia ili turekebishe yale ambayo tulikuwa tumeyaweka, alafu baada ya hapo tutatoa taarifa. Ni kweli ukishasema fedha hii inaenda kwa bodaboda, ukasema fedha hii inaenda kwa machinga, ukasema fedha hii inaenda kwa mamalishe, halafu ukaweka sharti la hati ya nyumba, umeshamkatalia kwa mkono mwingine.
utakuwa umempa kwa mkono mwingine na ukamnyang'anya kwa mkono mwingine. Kwa hiyo tutakaa ili tuweze kukubaliana. Huwezi ukamwambia mamalishe atoe hati ya nyumba, bodaboda atoe hati ya nyumba, machinga atoe hati ya nyumba. Hiyo sio. Tutatumia utaratibu huu ambao viongozi wamesema hapa, tutakubaliana na wenzetu, kwa sababu lengo tunataka kusaidia makundi haya yaweze kunufaika na lengo la serikali la kuwapatia mikopo iliyo nafuu, ili waweze kuachana na mikopo ile mingine yenye masharti makali zaidi ambayo inatia umaskini wananchi wengi wa Tanzania. Kwa bodaboda tumewasikia, maafisa usafirishaji tumewasikia, machinga tumewasikia, na mama zangu wa mamalishe tumewasikia. Na mamalishe, tembeni mkideka kabisa, kwa sababu na mke wangu aliwahi kuwa mamalishe. Na akitokea mtu ile migambo wale waliokuwa wanawasumbua sumbua, akigusa sahani yako mwambie unagusa sahani ya mke wa waziri mkuu hapa. Kwa hiyo tumepokea hizi, naomba mridhie, tutakaa na taasisi hizi za kifedha na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutatue mkwamo popote pale unapojitokeza kuhusiana na lengo. Nia ilikuwa njema sana, kwa sababu ni kweli hizi fedha kuna maeneo mengi, hata nyewe hapo mmekiri, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Ni kweli kabisa, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Vikundi vingine vilikuwa hewa, hata havifanyi kazi. Kwa zilikuwa zinaenda kwenye maeneo ambayo watu wanagawana, na vikundi hivyo hata havifanyi kazi. Serikali ilitaka fedha hizi zije kwenu ninyi wenyewe mnaofanya kazi. Kwa hiyo tutatatua tu hili tatizo la kuhusu mnapataje, lakini lengo ni kwamba zije kwenu mnaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii tutaifanyia kazi na yenyewe tutawasiliana mapema. Kuna maeneo mengine ambayo mmeongelea yanayohusiana sheria na kanuni zile ambazo huwa zinabadilishwa kwa kupitia bajeti yetu ya serikali. Sasa hivi ndio bajeti ya serikali imeanza. Tunaweza tusiite kundi lote ili kwa ukubwa wake. Tutawaita viongozi wenu, tukae na wenzetu wa mamlaka ya mapato, tukae na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ili tunapokwenda kubadilisha sheria. Mnakumbuka zile zingine tulikuwa tunazibadilisha kupitia bunge. Hatuwezi tukatamka tu leo hapa kwa sababu ni sheria zilizotungwa na bunge. Lakini tutakaa kabla ya bunge la bajeti ili ziweze kuingia kwenye bunge la bajeti na ziweze kubadilishwa kama tulivyobadilisha zile zingine. Hoja zenu ni za msingi, tumepokea na zina mashiko. Kwa hiyo tutafanya utaratibu ule ili ziweze kufuata taratibu zile ambazo tumekuwa tukizitumia. Yule mama alinunua eneo mwaka 2009. Imeshapita miaka karibu. Walipoenda kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa. Kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu kukabidhi, akabidhi. Yule mama ameshazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku 7 awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Ndani ya siku 7 awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una mali, una fedha, unang'ang'ania tu. Hatuwezi tukaruhusu utaratibu wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku 7 hajaondoa vitu vyake,
peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo na wale ambao wana nafasi, wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Nimpongeze RPC na mkuu wa mkoa wa Arusha. Yule aliyekopea hati ya yule mama. Alikopea hati ya yule mama. Yule mama alikuwa anamuomba amsaidie namna ya kukopa kwa ajili ya biashara yake. Yeye akakopea kwa ajili ya biashara zake. Na baada ya hapo yule mama akaanza kuondoshwa na benki, huku yeye aliyekopa yupo amefunga mkanda nje anazunguka pale. Nilisema akamatwe na lile deni alipe, na kama alipe zikamatwe mali zake zilipe lile deni. Nashukuru amekamatwa na familia wamekubali kwenda kuweka collateral, kuweka dhamana nyingine waiondoe ya yule mama aliyekuwa ananyanyasika pale. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini. Haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao. Hatuwezi tukafanya ustaarabu kwa watu wanaopora, wanawaonea wanapora haki zao. Hii haiwezekani.